Ndugu zangu Waislamu, kila mmoja katika sisi hakuna shaka kwamba anakabiliwa na jambo kubwa. Kila mmoja katika sisi mbele yake kuna jambo linamsubiri. Jambo hili ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amelikariri mara nyingi katika kitabu chake kitukufu, jambo ambalo wengi katika sisi tumeghafilika nalo na wengi katika sisi hatujaliandalia jambo hilo inavyotakikana. Ndugu zangu Waislamu, hakuna shaka kwamba jambo hilo ni mauti. Mauti yanamsubiri kila mtu. Kila aliye na roho anasubiriwa na mauti. Mauti ni kitu ambacho kinampeleka mtu katika kabr na kumuondosha duniani. Mauti ndiyo kipambanuzi baina ya nyumba hii ya dunia na nyumba ya akhira. Mauti ndiyo kipambanuzi baina ya wakati wa amal na baina ya kulipwa kwa amal. Ndugu zangu Waislamu, baada al-maut hakuna nafasi ya kurudi tena duniani. Na kwa upande wa hasanati, kwa upande wa thawabu, hakuna nafasi ya mtu kujizidishia thawabu. Na kwa upande wa madhambi pia hakuna nafasi ya kutubia na kutaka istighfar baada ya kufa. Ndugu zangu Waislamu, hakuna shaka kwa mtu yoyote kwamba kila mtu atakufa. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz wama al-hayatud dunya illa mata'ul ghurur. ويقول الله سبحانه وتعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ndugu zangu Waislamu, mauti hayapambanui baina ya mtoto na mkubwa, baina ya mwanamume na mwanamke, baina ya kijana na mzee. Na mtu anapokufa anakufa kwa kumalizika umri wake na kumalizika ajali yake ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemwandikia katika tumbo la mama yake. Kila mtu tayari ameshaandikiwa siku yake ya kufa. Kila mtu ameshaandikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala umri atakaoishi hapa duniani. Kwa hiyo kila anayekufa, iwe ameuawa au ameteketea na moto au ameghariki baharini au mata hatfa anfi, huyu ni kwamba amekufa kwa ajali yake na umri wake uliowekwa na Allah subhanahu wa ta'ala.